yeye aliyechaguliwa na Mungu. Yeremia 1 mstari wa 5, Bwana anamwambia Yeremia, tangu ukiwa tumboni mwa mama yako nalikujua. Anamwambia nimekuweka nabii wa mataifa. Yeremia anachaguliwa na Mungu toka tumboni mwa mama yake. Mungu anamwandaa kuwa nabii kwa watu wake toka akiwa tumboni mwa mama yake. Tukienda moja kwa moja kwa Wagalatia 1:15, tunaona kitu ambacho Paulo anawaambia Wagalatia. Paulo alikuwa anaitwa Sauli. Kabla ya hapo alikuwa analitesa kanisa. Alikuwa ni muuaji, amefanya vitu vingi sana vya uovu. Lakini anawaambia Wagalatia, yeye Mungu aliyenichagua tangu nikiwa tumboni mwa mama yangu, kwa neema yake kuu ameniita. Kwa Mungu uwaga anawachagua watu, na akiwachagua watu anawaandaa kwa ajili ya wito fulani. Wewe ni mmoja kati ya watu waliochaguliwa na Mungu, na kuna vitu unaweza ukawa tu auelewi. Mtu yoyote aliyemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa kwake akaokoka ni tayari amechaguliwa. Mtu yoyote aliyetoka tumboni mwa mama yake akawa haya akaanza kuishi ni tayari amechaguliwa kwa ajili ya kitu fulani. Yeremia akiwa na miaka 17 anajielezea mbele za Bwana. Baada ya kupata wito anamwambia, mimi nitawezaje haya mambo? Kwa nini unaniita? Anamwambia, wewe sikukuita leo wewe Yeremia. Toka ukiwa tumboni mwa mama yako mimi nalikuchagua wewe. Toka ukiwa tumboni mwa mama yako na nilikuandaa wewe kuwa nabii wa mataifa. Kumbe mtu akiwa toka tumboni mwa mama yake Mungu anamwandaa kuwa mfanyabiashara. Toka akiwa tumboni mwa mama yake, kuna wengine wameandaliwa kabisa kuwa mawaziri. Kuna wengine wameandaliwa kabisa moja kwa moja kuwa marais toka tumboni mwa mama zao. Kwa yoyote toka anakotoka tumboni mwa mama yake ameasainiwa kuja kufanya kitu fulani duniani. Mekatapakota palika palai yepo koshaka. Wanamuuliza mtoto huyu anakuja kwa kusudi gani? Ni wazazi wa Samson wanamuuliza malaika. Manoa anamwambia mtoto huyu anakuja kwa kusudi gani? Huyu mtoto amechaguliwa kuja kuwa mpiganaji kwa ukoo wana wa Israeli kwenye mikono ya Wafilisti. Ni kazi ya kwake, amechaguliwa. Haleluya. Christianity haiko kwa ajili ya watu wadhaifu. Christianity is not for the weak. Mungu anapokuita kwenye Ukristo au kutembea kwenye Christianity, ni anakuita kwenye kitu ambacho unahitajika kuwa shujaa. Ni anakuwa amekuchagua. Haleluya.